Bwana, mambo vipi mtazamaji na mwanamichezo mwenzangu? Hii ni Spoga TV na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe. Bwana, nimekuja Kimara mwisho huku ndani kabisa kumfuata mshabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club Mandala Shabani, ambaye siku ya jana alipata ajali ya bodaboda na dereva wa bodaboda kufariki hapo, lakini kwa bahati nzuri tunaweza kusema Mungu amesaidia. Kwa sasa hivi yuko salama, ameweza kupatiwa huduma ya kwanza na sasa hivi tumemfuata mpaka nyumbani kwake bwana hapa Mandala Shabani, na tunaweza kuzungumza naye. Lucifer, bwana Mandala, pole sana mzee wangu. Fresh ndugu yangu. Pole sana, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kukusaidia mpaka sasa hivi uko salama. Pengine kwa faida ya Watanzania, watazamaji na mashabiki wenzako wa Simba, nini ambacho kilisababisha ajali hiyo? Nitoka kwenye utafutaji wetu katika kampuni yetu ile ya kampuni zetu za uuzaji wa viwanja ya kutafuta maeneo kwa Mizenga huko, kuna kijiji kinaitwa Chakenge huko ndio nimetoka. Chakenge huko kwa kina Dura Mbabe kwao. Kwa watu wanaopajua kule kuna njia inapita katikati ya msitu unaitwa msitu wa Kola. Wapi ni mambo ya Kisarawe inapita Kola, tukaja kutokea ndio kijiji cha Kola, tukatokea Kazi Mzubu. Sasa kuna njia ukipita ukitokea barabarani tu, acha kule mbele, huko nyuma kuna njia hapa Kola unaingia kushoto unatokea barabarani kwa juu. Kipindi tunaenda sasa kwenye rodi kubwa ile, kuna sehemu inaitwa Kazi Mzubu, kabla kuna daraja ya juu la reli. Sasa kabla ya daraja ya nyuma hapa, ile pikipiki, tulikuwa pikipiki mbili, mshikaji wangu yule ambaye tunafanya naye kazi walipakiana wawili wana pikipiki yao, mimi nilipanda pikipiki ya kukodi. Kwa hiyo baada ya kufika pale ndio ile huko nyuma ikatoka kutoka huko pikipiki kasheki. Huko ni ile ambayo inazuiaga pancha kwenye bodaboda. Kwa hiyo pikipiki kama tuseme tairi labda ilipata pancha hivi. Sasa unajua barabara ya Kisarawe na mabasi yanakimbia sana. Kuna gari hapo nyuma yetu na tukimbiza. Sasa kipindi tulipata tatizo pikipiki na mimi nashangaa kama Mungu tu tasielewi hapo ni kazini. Sijui tena kilichoendelea. Yaani maana yake ilikuwa imeanza kuyumba wewe kurusha. Imenirusha huko. Ninachokumbuka kiambani nilisimama afu nikadondoka chini. Unaona maana kushtuka ni hospitali Kisarawe kule. Kuja kupewa habari kwamba yule dogo dereva alotubeba aligongwa na ile gari ya nyuma. Akafa hapo. Ndio hivyo. Mimi ndio bahati nzuri niko sawa, nimeshtuka. Nilikuwa na ndugu zangu, ndugu yangu wanaitwa Obedi alipoepo. Yeye alichukua simu akaanza kupiga picha. Ndio zile picha ambazo tulikuwa naziona. Alafu uzuri simu kwa sikuweka password. Kwa hiyo simu yangu haina password. Kwa akaingia akaangalia tu anga mbona wachatigine WhatsApp. Maki sana naonaga anafanyaga interview pale ofisini. Ndio akaanza alimtumia mtu akaanza kutumia picha ni Godi Yanga, nimeangalia juu. Wa pili Kevo akaja akamtumia na Mzumbe, Michael Mzumbe. Watu watatu ndio waliwatumia ile picha. Ila aliyotuma kuandika chochote katuma tu watu wengi kwa wajui kama nimepatwa na nini. Maana tulifuatilia jana mitandao usiku nikaona watu wengi kwa wajui nimepatwa na nini. Ndio maana nilipopata na phone nikapigia simu kuelewesha kina Michael Mzumbe. Ila hapa kuna somo nimelipata, unajua kuna vitu tunavizarau. Somo gani umelipata? Kuna vitu tunavizarau lakini vina umuhimu mkubwa sana. Yaani elimu kubwa. Si hii hapo kuzungumza na media nyinyi kama nyinyi kina Spoga, kwa sababu shukrani kubwa sana jamani nipeleke Spoga ndio nifanye mpaka Mandala ajulikane. Ndio njia yangu nilipofunguka hapo. Kwa sababu paka kila mtu anajua sasa hivi Mandala, paka waandishi wengi wananifuata kwa ajili ya Spoga. Pia waandishi mchango wenu mkubwa sana kwetu sisi. Tunatupeleka mbali. Unajua sehemu kila unapoenda unajulikana. Kilichonisaidia mimi ni kule kujulikana kwangu, kwa sababu huwezi amini kuzima kote kule, lakini simu yangu ipo, umeelewa bwana, na nilikuwa na milioni 3.6 ya boss. Kuna kupima viwanja, tushalipia mashamba, kuna hela nyingine kwenye balance ikabaki, kwa tunarudisha milioni 3.5 na milioni 3.6. Huwezi amini hata mimi hajachukuliwa. Watu wana hospitali pale Mandala wastuka. Mandala. Hapa ndio unakuja kuona nguvu ya Simba. Yaani kama tunavyoisemea Simba, mashabiki wetu wanaona. Yaani wanakuchukulia wewe mtu mkubwa ndani ya Simba, wanakuchukulia mtu wa muhimu ndani ya Simba, wanakuchukulia wewe mkubwa ndani ya Simba.
Kwa hiyo ukubwa nimeuona, ukubwa wangu na heshima yangu nilioipata, msaada mkubwa nimeupata kwa wakazi wa Kazimzumbwi, nikaona kweli kitu kikubwa kwa nimekiona. Kwa hiyo mashabiki pale tuseme na watu, yani watu tofauti tofauti, wapenzi wa mpira ambao wanakuonaga wakakusaidia kukupeleka hospitali. Kilichonisaidia nimevaa jezi yangu ya Simba. Unajua inawezekana kavaa kawaida mtu asikujue kwa haraka, lakini jezi ya Simba mtu akiniona tu Usman Mandala, akiniona tu Usman Mandala, akiniona tu, ndio maana ilikuwa rahisi sana. Ile jezi imenisaidia ya Simba na jezi yangu mimi imeandikwa Mandala. Kwa hiyo kitu kimenisaidia sana. Watu walionyesha ushirikiano mkubwa, uweze amini. Ila naamini sikikuwa hivyo watu waweze kuacha milioni 3 watu wanaondoka nao yote. Simu watu wangebeba kuondoka nao. Lakini uweze amini mpaka bosi wangu mwenyewe kuna elimu kaipata, kaamini kwamba wanachokifanya kitu kikubwa. Muona bwana, hizi vilabu vinatupeleka mbali, viheshimu. Na ndio maana tunazidi kupambania vilabu vyetu sisi vikae kwenye usawa mzuri, kwa sababu tunajua manufaa yake ni nini. Tunapambania, tunachofanya hivi. Tunajitahidi kubalansi baadhi ya vitu, kupambana ili kuweka sawa klabu zetu. Mali tu tunajua umuhimu wake ni nini kwa sisi. Pole sana kwanza kwa mara nyingine tena, lakini nataka nifahamu sasa, umefanikiwa kupata labda matibabu? Kwa sababu nimeona kwenye mkono, mguu pamoja na mdomoni, maana uliniambia ulijigonga hapa kwenye kidevu. Umepata matibabu kwa maana labda kupata vipimo? Nimepelekwa jana hospitali, nimepata matibabu, nimepima, lakini shingo hiyo siwezi kugeuka huko. Wala huko siwezi kugeuka. Yaani nimekaa hivi. Kuna dawa nimepewa pale za kumeza zile, ndio hizo na meza. Kwa hiyo siwezi kugeuka yani. Unaona bwana, yani siwezi kugeuka kwa la huko. Sasa sijajua labda misuli nimekaza, na hata pale hospitali walinichunguza akasema hii ni misuli nimekaza. Yaani mimi bahati ilichonisaidia ile kuruka hivi. Sikudondokea, yani nimeenda nimeteleza kwenye safari. Haijavunjika, haijataguka. Hapo kanda na barafu tu. Sawa, misuli maso zinakuwa zina barafu. Ndio hivyo ndugu yangu. Pole sana. Safi ndugu yangu. Bwana, pengine kuna mashabiki kujua utani haukosekani tena. Watani kwa maana Young Africans wanasema bwana, hiyo ni nani yao hiyo. Ndio maana wamesema bwana, ukimwangalia katika ajali yake Mandala kaumia mdomoni kwa sababu tumemkomesha mdomo wake ule. Ili asiongee, maki alisema pointi zetu atazifanya zigande. Wengine wameenda mbali wanawatania albadili sasa ile iliyosomwa na watu wa Simba kwamba wanaohujumu Simba na wewe upo, kwa hiyo ndo albadili sasa imeanza. Haya matani bwana ya mpira. Si Yanga tani zetu. Mimi mwenyewe napenda sana kuwatania Yanga. Na napenda kuwatania mpira wa Tanzania bwana, una furaha yake. Na sio utani, ndio kweli kwamba ili tupate furaha lazima Yanga ifanye vibaya au lazima Simba ifanye vizuri. Kama sisi tukifanya vibaya lazima tuame upande wa pili, tuombe Yanga wafanye vibaya na wao. Kwa sababu Yanga akifanya vizuri tena sisi tutawafungu gani? Kwa lazima tuombe na wafanye vibaya. Umeona bwana. Lakini siamini kwamba eti Yanga ndio amefanya haya matukio. Wasijui hizi ni ajali tu za kawaida. Wala siamini eti sio badili. Mimi sijui na hujumu timu na hujumu kwa njia gani. Ila ni ajali tu zimetokea. Ajali imetokea, imepangwa na Mungu, ni kumshukuru Mungu. Ni kwanza ibada sasa. Wake da. Ibada muhimu. Hapa unataka uanze kumrudia Allah. Swala 5 hapa baba. Ukinikuta na tasbihi hapo. Tasbihi muda wote. Kaburi hili umeliona. Hapo umepona. Kwa nini usianze kuchukua tasbihi? Mfano Mungu aje akatuonyesha kwamba muda wote naweza kukuchukua. Yaani katuonyesha. Kwa hiyo nataka uniambie Mandala imekuongeza imani yako zaidi. Kwa Mungu, kwa sababu imeonyesha kwamba umeona mkunusuru hapo, sasa hangaika. Sasa hapa ni muda kutembea na tasbihi msikitini swala 5. Uzuri si Waislamu bwana, uchukue muda mwingi. Dakika 5 unaenda na kurudia. Unajua kuna kitu kimoja nani dede ujui. Labda sababu kama unajua. Si Mungu katuumba duniani sio kwa ajili ya kuja kutafuta hela. Wala Mungu hajatuumba sisi tuje kufanya interview hizi. Mungu si katuumba Simba Sports. Wala hajatuumba kwa ajili ya Simba. Si Mungu katuumba, cha kwanza tumsujudie, tumtukuze yeye. Kwa si dunia tumeifanya sasa hivi kumtukuza imekuwa kitu cha mwisho. Ijumaa tu. Kwamba hivi siku nyingine tunafanya mambo yetu, Ijumaa ndo Mungu tunakumbuka, tunamkwaza Mungu. Kwa anajitahidi kutuonyesha picha hivi kidogo kwamba mimi nipo hapa, umeona? Sasa hapo kuna elimu nimeipata, shehe wangu hapa baba anaanza. Ibada muhimu. Muhimu.
Ndio. Wana Simba kama hapo watakuja kuniona sawa, watanitumia hela za matunda nini fresh, maisha yanaendelea. Watakutumia bwana. Ongea na mashabiki wa Yanga maana bila shaka na wenyewe ni wanao pia. Simba of course ni chama lako. Lazima wengi watakuja kukuona au kukupa chochote kitu kama hivyo mgonjwa. Yanga songea na wanao kina Godi Yanga. Niwatajie namba kina Godi Yanga. Yapeleka hela. Wataje kabisa Godi Yanga Kevo nani wanao lazima au ni lazima. Godi Yanga mwanangu utanitumie hela matunda. Utakuja kile nataka utumie hela matunda Godi Yanga. Yaani mtajie namba ajue. Wote wakina Kevo, Baraka Yanga, wanangu wakina Kizinga. Kizinga kalia sana. Kizinga kalia. Kajua sana machozi. Kajua nimekufa kumbe. Manara kafa bwana. Kwa sababu ile post uje imeshtua. Kwa sababu kuna post nimelala chini ndio nilipiga afu nimelala ile mbaya. Niliozima. Hata nitumia kwenye 078237 9091 Shabani Mohamed. Godi Yanga hapo anajua namba yangu ataingiza hapo hela ya matunda bwana. Mbona Mandala? Hiyo Alikame mwanangu. Kama kasafiri kaenda nani? Ataona wewe bila mjua mwanangu. Kuona Alikame kaona lakini sasa hivi si uko nani wapi kule? Umeenda ni Morocco. Morocco Acheza na Farabat. Haina shida. Tunaombea nini? Lakini ujumbe atakutana nao na yeye. So kunta watume hela lakini kusala kuvuka robo hela watume 0782379091 Mohamed Shabani Ali. Swala la kuvuka kuvuka hatuweza. Hapo ndio finali yao. Maana wakifungwa jua goli mbili hawatoboa. Na mimi natamani wakiwa wamefungwa moja game on. Wakitoa sare game on. Watu mashabiki wa Simba wanashindwa kujua umuhimu wa hizo mechi mbili. Tumetolewa lakini hajui umuhimu wake. Umuhimu wake tukishinda hizo mechi mbili tunakuwa na pointi 7. Yanga akifungwa hizo mechi tutaacheka Yanga kwamba sisi tumetolewa tuna pointi 7 au umetolewa na pointi 7 na pointi 6. Yanga 5 watatoa na pointi 5. Kwa ndio kitu tunachokipigania sasa hivi. Na najua Yanga atatoka, tutataka tuone naye atoka na pointi nyingi. Kwa hiyo sisi hizo mechi lazima tuziunge mkono kwa ajili ya kupambana tupate pointi 7. Ili tuacheke Yanga kama sisi tumetolewa sababu sana yeye hata akifungwa maana sana kuja kucheza na Jessica. Atafungwa zote sasa. Akifungwa sana bakia na Jessica nyumbani hawezi. Hamna, atafungwa. Akifungwa zile anafungwa. Mgonjwa wa bishani sana. Anapokuja swala Yanga napona. Bishana nao. Bwana mimi nikasema Mandala kabisa hajaandika hosia mtu alikuwa nani Amlisi? Kalala. Choma hiyo hapo. Kila siku naona snap nani Amlisi sasa. Eka kabisa hapa mapema. Huyo hapo. Isaadede au nani au Mzumbe au Godi? Umeme umelala huyo hapo. Isaadede Mzumbe Godi. Yaani nani unaona angebaki Asimlisi sasa? Akitokea ndio singeenda mbali. Au hata hisi na mdogo wangu. Ni vijana wa ovyo hizi. Mtamwaribu shemejeni. Tabia zetu tunazijua. Ndio ongeuza gazeti. Yaani gazeti linasoma hivi maligeuza linasoma juu chini juu. Wakati bombo. Bwana pole sana bwana, sisi tumefurahi kukuona na Mungu akubariki uendelee kulikava na uendelee na majukumu yako. Na hapa ndo watu wajue ukubwa wa Spoga. Unajua unapomwongelea Mandala unaongelea Spoga Online. Yaani ndo TV yangu wenyewe wanajua. Mimi siwezi yani kuletea dharau. Umeona sasa mmesikia tu Mandala kaumia, mmefunga safari huko tukamfuata ndugu yetu. Mandala mwenye Spoga yake. Sisi hapa ningejulikana vipi mimi bila Spoga? Kwa hapo ndio muhimu mkubwa. Michael Mzumbe, Saadede, Chumvi ya Mawe, kampuni kubwa. Wazee hatuna hata gari lakini matukio yote tunapata live. Hata gari hatuna kitu tunapata. Lazima tufanye sherehe ya kuleta gari. Nimekupa hiyo. Gari? Nakupa. Lazima tufanye sherehe hiyo. Mandala Shabani wewe unazungukaga na gari. Wewe ndio utakuwa dereva kwanza siku hiyo. Ile tukio la Yanga ile kwenye uwanjani kwetu. Ile Yanga na basi alafu nyinyi watu waamini kanyia kwa hamna chochote zaidi ya pikipiki. Kama Mzumbe alikaa nyuma hivi. Alafu na hoji na veka mbele mshikaki. Yesu watu wazuri. Bwana shukrani sana na pole sana. Sisi bwana tukutakie afya njema na Mungu akubariki sana. Nashukuru. Bwana huyo ni Mandala Shabani, mshabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Tumemtembelea nyumbani kwake kuweza kumjulia hali mara baada ya jana kupata ajali mbaya. Dereva bodaboda bwana aliyempakia amefariki pale pale, lakini mwenyewe Mandala tunamshukuru Mungu ameweza kupatiwa matibabu na sasa hivi yupo anajisikilizia hali yake.
tunamwombea Mwenyezi Mungu aendelee kuwa na utimamu. Bwana, hii ni Spoga TV na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe. Nilikuwa na beki mchawi, mtoto wa refa ambaye babake amezoea lawama.